Kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Tamaduni, Sanaa na Michezo imeridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa kiwanda kipya cha uchapishaji cha kampuni ya magazeti ya serikali TSN kilichopo Tazara jijini Dar es Salaam, ambapo hadi sasa ujenzi wa mradi huo umefikia 53%. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam mara baada ya kukagua mradi huo, mwenyekiti wa kamati hiyo Husna Sekiboko amesema kiwanda hicho kikikamilika kitatoa fursa za ajira kwa vijana wengi hasa katika tasnia ya habari. Tumekuja hapa TSN, kwanza tumepita Tazara, tumeona mitambo ambayo itatumika kuzalisha nyaraka mbalimbali, magazeti, vitabu na nyaraka nyingine za uchapishwaji. Na kwa kweli ni mitambo mikubwa, ni mitambo ya kisasa, ni mitambo ambayo kabisa itaondoa changamoto ya uchapaji wa nyaraka hapa nchini, hasa nyaraka ambazo ziko chini ya TSN kwa maana ya kampuni hii ya magazeti ya serikali. Lakini tumeona jengo, kama mnavyoona jengo limefikia kwenye hatua nzuri ya ujenzi na tumehakikishiwa kwamba jengo hili litakamilika mapema Julai mwaka huu. Na baada ya kukamilika ile mitambo itakuja kuwekwa hapo kwa ajili ya kuanza kazi rasmi. Kwa hiyo tunaipongeza serikali, tunampongeza sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa utayari kwanza, lakini pili kwa kutoa fedha hizo zote kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hii. Miradi hii italeta ajira kwa vijana hasa kwenye nyanja hii ya habari, kwa sababu tayari hayo maofisi yote mnayoyaona hapo yatahitaji watu wa kwenda kufanya kazi. Lakini mitambo yote ambayo mmeiona itahitaji watu wa kwenda kuiendesha. Kwa hiyo itazalisha ajira. Lakini tutakuwa na uhakika wa habari kwa ujumla katika nchi yetu, hasa zile habari za magazeti. Unajua ukizungumzia habari za magazeti, mtu mwingine anaweza kufikiria kwa nini siku hizi tunapata habari kwenye mitandao ya kijamii. Lakini habari za magazeti ni nyaraka, kwa maana habari yako ikitoka kwenye gazeti unaweza kuihifadhi miaka na miaka, unaweza kuambatanisha kokote, inaweza kuwa ni sehemu ya nyaraka ambazo zinaweza zikahitajika, hasa haya magazeti ya serikali, kwa sababu yanatoa matangazo ya kazi, yanatoa matangazo ya tenda na kadhalika na vitu vingine muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Kwa hiyo ni hatua ambayo tunaiona inakwenda kutatua changamoto kubwa ya uhitaji wa nyaraka za namna hiyo katika nchi yetu. Ujenzi wa kiwanda hiki pamoja na ununuzi wa mitambo ambayo yote yanatoka nje ya nchi kwa ajili ya uchapaji, jambo ambalo litaenda kuinufaisha sana mchapishaji huyo wa magazeti ya serikali, kwa maana kwamba kwanza atakuwa na uwezo wa kuchapisha magazeti yake mwenyewe, lakini atakuwa anatoa huduma ya uchapaji kwa watu wengine, makampuni mengine, taasisi nyingine ambazo zitakuwa zinahitaji huduma hiyo kote nchini. Na tumepata maelekezo, hatua zinapigwa, tunasogea na kazi ya bunge ni kusimamia serikali ile bajeti ambayo waliipitisha kuhakikisha inakwenda kufanya kazi kwa thamani ile ya pesa ambayo waliitoa. Kwa hivyo wamekuja, wameangalia kiasi cha fedha kilichotolewa na kazi iliyofanyika, hawana shida nacho, lakini tumepata maelekezo kuhusiana na kasi ya miradi hii yote na tunakwenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha tunawatendea haki umma wa Tanzania ambao miradi hii inakwenda kuwanufaisha kwa namna moja ama nyingine. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya magazeti ya serikali TSN Asha Dachi anaeleza malengo ya kampuni hiyo mara baada ya kukamilika kwa kiwanda hicho. Kubwa kabisa ni kwamba TSN inaenda kuwa shirika ambalo linakuwa na uwezo mkubwa kabisa wa kifedha, na utegemezi kwa serikali unaenda kupungua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tunasema kwamba kwa sababu sasa hivi tunachapa magazeti yetu kwa mtu binafsi, tuna upotevu mkubwa wa fedha ambazo tunapeleka huko. Tutakapochapa gazeti letu sisi wenyewe, tunaenda kuokoa kiasi cha 60% cha mapato ya TSN. Kwa niaba ya Franki Bulilo, mimi ni Shununa Haji, naendelea kufuatilia Daily News Digital.